Hali gani mtazamaji wa Gift Online TV, nikukaribisha tena katika kufurahia weekend yako vema ukiwa unapitia channel yako pendwa hii ya Gift Online TV. Siku hii leo nimekusogezea habari kuhusiana na kocha wa zamani Kaizer Chiefs Afrika Kusini Nasir Nabi akiangalia kikosi cha Yanga kinachojiandaa kuipokea AS FAR Rabat ya Morocco, kisha akikipa tahadhari kihakikishe mechi ya Waarabu hao inashinda nyumbani. Yanga iliyopangwa kundi B pamoja na klabu tatu za Afrika Kaskazini, Al Ahly ya Misri na FAR ya Algeria, itaanza nyumbani dhidi ya Morocco Novemba 22, 2025 kwenye uwanja wa New Aman Azam wa Zanzibar, kabla ya kufuata wa Algeria wiki moja baadaye. Kwa kutambua ugumu ulioiona Yanga dhidi ya timu hizo tatu na Waarabu, Nabi ameipa madini timu hiyo ya Jangwani iliyofikisha katika fainali ya kombe la shirikisho Afrika msimu wa 2022-2023 na kuikosoa taji kwa kanuni ya mabao la ugenini dhidi ya USM Algeria baada ya sare ya 2-2. Yanga ilianza kwa kipigo cha 2-1 nyumbani kisha kushinda ugenini kwa bao la penalty la beki Duja Shaban. Nabi amesema katika mechi ya kwanza ya makundi ni lazima Yanga ipambane sana kuhakikisha inatoka na pointi 3 nyumbani, kujiweka katika mazingira mazuri kabla ya kufuata JS na kusubiri mechi mbili za mapema mwakani 2026 dhidi ya Al Ahly. Lakini pia Nabi amesema kama Yanga inataka kuanza vizuri lazima ianze kwa ushindi nyumbani, kwani maafande hao wa jeshi kutoka Morocco watakuwa chini ya nia za kujilinda zaidi. Wakati Nabi akiipa maujanja Yanga, lakini wawakilishi wao wa Tanzania wana kikwazo kingine cha AS FAR Rabat ambaye ni kocha wa makipa wa zamani wa klabu hiyo ya Jangwani aliye Meskin, anaiona timu hiyo ya Morocco aliyojiunga nayo mwanzoni mwa mwaka huu. Kocha huyo anawafahamu mastaa wengi wa Yanga, kwani alikuwa nao wakati akifanya kazi na kocha Miguel Gamondi aliyepo Singida Black Star kwa sasa. Hivyo huenda akazua faili la wanajangwani na kuwapa ugumu wenyeji kwenye uwanja wa New Aman Complex iliyoko Zanzibar. Hii ni Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uzidi kupata taarifa kamili kwa wakati sahihi. Mwambie rafiki yako, jirani yako kwamba tumekisha kukiwasha huku aweze kupata taarifa sahihi kwa wakati muhimu.